Donald Trump amesema hataki maneno, hataka ni makubaliano. Sasa haya makubaliano ambayo yeye hataki maneno na Waajemi anataka makubaliano. Alo? Mwalimu wa neno la Mungu Isa Benson Mwakilembe. Ni ulikuwa unazungumza na Trump au ulikuwa unanipa taarifa mimi kuhusu Trump? No, nilikuwa naongea na wewe, sasa nikajikuta nimeanza kuongea hata sija kusalimia. Unaendeleaje bwana? Tupo huku sisi kama hatupo, lakini tulikuwepo. Huko tutokako tunasema ni amani, amani kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake. Mashariki ya Kati amani hiyo hakuna, mwalimu neno la Mungu. Naam. Niseme tu wazi ya kwamba wakati huo dunia ikiwa bado iko katika vita vya kiuchumi, lakini pia kuna vita vya maneno. Ndio. Lakini pia vile vile kuna propaganda nyingi hapa duniani ambazo zinaendelea, ili mradi tu basi kuwahadaa walimwengu. Turudi tu Mashariki ya Kati hapo ambapo tumekuwa tukipazungumza kwa kipindi kirefu. Mashariki ya Kati ambapo pana historia ndefu ya muda mrefu tangu miaka 3800 BCE mpaka leo hii, bado Mashariki ya Kati ni kwa moto vibaya mno. Ndiyo. Na hii ni kwa sababu ya ujio wa Donald Trump. Katika moja ya chambuzi zetu, kabla Trump hajateuliwa, hajakula kiapo kwa rais wa 47 wa Marekani, tulijaribu kuwaonya baadhi ya viongozi ya kwamba dunia ijiandae kwa ujio wa bonyenye Trump, kwa sababu yeye mara nyingi huwa atabiliki kujaje. Naam. Na wakati huo kuna kitu inaitwa balance of power. Kwa bahati mbaya sana tulikuwa tunafahamu Mashariki ya Kati yuko Saudi Arabia. Saudi Arabia ni rafiki kindaki wa Marekani. Tulikuwa tunaamini ya kwamba Mashariki ya Kati labda pengine yupo Misri, lakini Misri rafiki kindaki wa Marekani. Rais wa Misri mwenyewe ameoa Myahudi. Tulikuwa tunafahamu ya kwamba Mashariki ya Kati labda yuko nani, kumbe yupo mtu mmoja tu ambaye anafahamika kama Irani. Taifa hili la Waajemi, taifa hili ambalo liko chini ya Ayatollah Khamenei, ndio kiongozi mkuu mwenye mamlaka juu ya maisha ya watu. Kwa bahati mbaya sana taifa lile, tofauti na mataifa mengine, taifa la Irani rasilimali zake zote ziko chini ya serikali ya Irani. Iwe ni gesi, chini ya serikali ya Irani. Iwe ni mafuta, chini ya serikali ya Irani. Kila kitu kipo chini ya wizara ya madini ya Irani. Wao ndio wanaouza. Yaani mali zao bado hawajagawa kwa watu wengine kama tulivyo huko Afrika. Madini yetu tumemkabidhi mzungu. Dhahabu tumemkabidhi mzungu. Yaani tumemkabidhi mzungu mpaka ubongo wetu. Lakini Irani tangu mapinduzi ya mwaka 1979 mpaka hivi ninavyozungumza, Irani imeendelea kuwa Irani ile ile, haijawahi kubadilika, tofauti na mataifa mengine ambayo ni kindumbwe Italia, mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Sasa Marekani hapendi kuona nchi inajitawala yenyewe. Ndio. Anaamini ya kwamba we have to share, kwa maana kwamba kama una mafuta katika nchi yako, hayo mafuta sio yako peke yako Mwakilembe. Inabidi ule na Marekani. Yaani tuna mafuta hapa Tanzania, lakini sio kwetu peke yetu, inabidi tuwe na Marekani. Ikionekana kwamba una mafuta ama una gesi ama una dhahabu, alafu unataka kujifanya kwamba hizo rasilimali zako peke yako umepewa na Mwenyezi Mungu, basi lazima utengenezewe mizengwe, lazima utengenezewe chuki, lazima uwekewe vikwazo, lazima uitwe majina ya kila aina. Kwa bahati mbaya sana Mwakilembe, taifa la Irani halijawahi kupata kiongozi ambaye ni kibaraka tangu mwaka 1979. Viongozi wako sasa hivi Irani sio vibaraka, ni wazalendo kweli kweli, wana misimamo kweli kweli. Na Mwakilembe, Irani hii unaiona leo ndio hiyo ambayo inaisaidia kwa asilimia kubwa Hamas, inasaidia kwa asilimia kubwa Hezbollah na makundi mengine. Lengo kubwa ni kwamba ni kuzuia sera za Marekani Mashariki ya Kati, kuwalinda watu wa Mashariki ya Kati na utu wao. Sasa mwalimu, nini nisiende mbali zaidi? Naam. Nirudi nyuma kwenye hoja ya msingi ya kwamba mkutano wa mwisho kabisa ulifanyika kati ya Marekani na Irani. Mpango mzima ukiwa juu ya kuifanya Irani iwe nchi huru. Wao wanavyoamini wao kwamba Irani ili iwe nchi huru lazima yaani ili nchi yako Mwakilembe iwe huru.
ili nchi yako iwe huru Makelele, unataka uwe huru kabisa, Ndio. lazima ufuate taratibu, matakwa na sera za Marekani. Tofauti na hapo Mwalimu, wewe haupo huru. Tofauti na hapo wewe ni mtumwa. Yaani ili uwe huru Makelele, lazima rasilimali zako, ardhi yako wote umkabidhi Marekani ili uwe huru. Sasa hapo unakuwa ni mtumwa wa nani kama haujakabidhi kwa Marekani? Sasa sijajua utakuwa mtumwa wa nani, lakini ili uwe huru kama vile ili uwe huru, yani uishi maisha ya raha kabisa, lazima ujikabidhi mikononi mwa Yesu na ukiri ya kwamba Bwana ndio mwokozi wa maisha yako. Tofauti na hapo wewe si hujaokoka. Sasa katika hii dunia sasa hivi, ili uwe huru Mwalimu, lazima ujikabidhi mwa Marekani. Usipojikabidhi kwa Marekani, wewe haupo huru hata siku moja, watakuandama mpaka mwisho. Sasa Makelele, kumbuka mataifa mengi sasa hivi yana nuclear. Na nuclear ndo wimbo wa sasa kwa miaka yote hii 20 sasa hivi ndo wimbo mkubwa, lakini sio kila mtu anaruhusiwa kumiliki nuclear. Sio kila mtu amepewa nguvu ya kuweza kumiliki nuclear, haipo hivyo. Ni mpaka uombe ruhusa kwa Marekani. Sasa Irani wamegoma. Ndio. Trumpet anasema kwamba yeye anataka Irani waache mara moja. Anataka Irani waache mara moja kurutubisha madini ya nuclear ama mpango wake wa kutengeneza silaha za nuclear. Kwa hiyo ndivyo jinsi ilivyo, na kikao cha mwisho kilishia pazuri, wakakubaliana kwamba wakutane tena wakati mwingine. Lakini unapoingia kwenye makubaliano na Marekani, Mwalimu, nisikize vizuri. Huku chini mnazungumza vizuri. Vizuri kabisa mnazungumza. Lakini upande wa pili ni vitisho. Yaani unatakiwa ukubali ama ukatae. Lazima ufuate. Yaani upende ama usipende, lazima ufuate matakwa ya Marekani, vinginevyo umeisha. Sasa wale ni Waajemi. Ndio. Na wabishi wa Mashariki ya Kati. Na wenyewe pia hawatabiliki kama vile ambavyo Trump atabiliki. Na wenyewe pia hawamwogopi mtu kama vile ambavyo Trump anajifanya hamuogopi mtu. Na wenyewe pia wanasimamia rasilimali zao, hawataki mtu mwingine wote ule aje kusimamia rasilimali zao. Na kumbuka mataifa haya ni mahasimu kwa kipindi kirefu, japo hatujawahi kuwashuhudia wakipigana hata siku moja. Sasa kauli amezungumza Trump juzi hapa. Amesema Makelele hivi. Amesema ya kwamba yani Irani kama Irani kwenye kikao cha mwisho hakitakuwa kikao cha kuandaa kikao kingine. Sikiliza kauli Makelele hizo. Sawa. Kwamba hiki kikao ambacho kinakwenda kufanyika hivi karibuni hakitakuwa kikao cha kuandaa vikao vingine, kama ambavyo kikao cha Oman kimeandaa hiki kinachokuja. Kama ambavyo kikao cha Oman kimeandaa kikao hiki sasa hivi. Sasa amesema hivi kwamba tunakoelekea hiki kikao hakitakuwa kikao cha kuandaa kikao kingine. Ndio. Maana ni kwamba yani inabidi Irani aje amejipanga, aje vizuri, aje amejipanga, kwa sababu ni swala la kutekeleza. Amesema hivi Irani anatakiwa aje na majibu mawili. Majibu mawili, Mwalimu, unanisikiza? Ndio. Majibu mawili ya ndio au hapana. Huyu ni Marekani. Yaani Makelele amesema Irani huyu aina majibu mawili ya ndio, tuko tayari, au hapana, hatuko tayari. Kwa sababu hiki kikao sio kikao cha kuandaa vikao vingine. Sasa kauli kama hizo, sasa hizo kauli kama hizo Makelele haziwezi kutusaidia kufika popote. Haziwezi kutufanikisha kwa jambo lolote. Kauli kama hizi ni kauli za vitisho, na ni kauli ambazo kwa asilimia kubwa haziwezi kutuletea mwafaka, isipokuwa mtafaruko, isipokuwa ugomvi, isipokuwa vurugu, isipokuwa mvutano wa muda mrefu zaidi. Na ifahamike ya kwamba Irani ni taifa huru ambao wanaamua wanavyotaka wao mambo yao, na hawalazimiki kufuata mtu anavyotaka wao pale ambapo wanapoona kwamba maslahi yao yako mashakani. Makelele, niseme wazi tu ya kwamba mpango pia wa Marekani ni pamoja kuhakikisha kwamba wanataka wawe sehemu ya uwekezaji katika taifa la Irani. Kwamba mafuta ya Irani pia wao wawekeze pale, kwenye gesi wawekeze pale, kwenye madini wawekeze pale, kwenye nyuklia wawekeze pale. Wanataka Irani akabidhi madini yake yote kwa Marekani. Waingie mkataba wa biashara, sio tu kwa mambo ya nyuklia peke yake. Sasa Mwalimu, mambo kama hayo kama ulivyoona
Utakumbuka tu ya kwamba wiki 2-3 nyuma ya kwamba tuliona Benjamin Netanyahu, kiongozi huyu ambaye amesababisha mauaji ya watu wengi Mashariki ya Kati, mwalimu. Mpaka sasa hivi kulingana na rekodi zilizopo, watu karibia 55,000 wamekwisha uawa Mashariki ya Kati, ikiwemo watoto karibia 20,000 wamekwisha uawa Mashariki ya Kati. Nazungumzia upande wa Gaza. Na wakati huo Makelembe, utakumbuka nyuma kidogo hapa, Trump na Netanyahu walikuwa na mpango wa kuhamisha watu wa Gaza, sio nataka wapeleke wapi. Lakini mwalimu pia utakumbuka kauli aliyozungumza Trump, alisema wazi kabisa kwamba Israel taifa la Mwenyezi Mungu, wa mataifa teule, nyewe wa Kristo mnafahamu ya kwamba ipo mbioni kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Na wakati huo Trump akasema kwamba yeye kama yeye ndo amezuia basi Israeli Iran isiweze kushambuliwa, kwa sababu hakuna haraka ya kufanya hivyo. Wakati huo fahamu tu kwamba mabomu kuanzia tani kuanzia kilo ngapi, lazima tani 1 mpaka tani 2 yamekwisha wasili ndani ya Israeli, mabomu karibia 22 mahususi maalum kwa ajili ya kuweza kuvishambulia basi vinu vya nyuklia. Ndege za kivita za kisasa kabisa B2, F-35, F-16 na zingine nyingi za kisasa kama ile ya F-47 zimeshasogea Mashariki ya Kati, wakati wote zikikanuka na moto ukawaka. Lakini Makeleme imewaji kabisa kwamba watu wengi wanaamini kwamba Marekani ni jamba tu, lakini hana uwezo wa kuipiga Irani kama anavyosema. Ilipokuwa labda Marekani waungane na Israeli ndio wanaweza kaipiga Irani, vinginevyo hawawezi kaipiga Irani kama ambavyo wanavyojitamba ama wanavyogamba huko mtaani. Mwalimu wa neno la Mungu, na niamini kuambia tu kwamba hicho ndicho ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, ni kwamba Marekani amekuja kivingine, ni wa moto kuliko kawaida, lakini awe makini moto huo usije ukamwakia yeye mwenyewe, kwa sababu Mashariki ya Kati na maslahi ya kusota. Kumbuka mwalimu, Iran taifa lenye nguvu kijeshi ulimwenguni, taifa ambalo lina kila aina ya silaha ambazo hufika popote mpaka sasa. Kwa hiyo nitaamini kwamba chochote kinachofanyika basi tutegemee majanga zaidi hapo Mashariki ya Kati. Mwalimu wa neno la Mungu. Naam. Hakuna kingine ambacho anataka Marekani duniani kwa sasa zaidi ya kusaini mikataba ya madini katika kila nchi. Tumeshuhudia Kongo wako mbioni kusaini. Tumeshuhudia hata hapa kwetu Makelembe pia tuko mbioni kusaini baadhi ya mikataba, tutasikia tu siku so nyingi. Tumeshuhudia kule Ukraine wameshasaini tayari. Tunasikilizia pia maeneo mengine mpaka Kenya wanataka kusaini mikataba mbalimbali. Lengo la Marekani ni kusaini mikataba ya madini, mikataba ya gesi, mikataba ya kila aina katika mataifa mengi zaidi duniani kadri iwezekanavyo, ili basi aweze kurudi kwenye mstari ambao alikuwepo hapo mwanzo. Kwa maana sasa hivi Mchina amemkabia kooni. Mchina amemkabia kooni kwa maana amepanic, lakini kupanic kwake huko na kulazimisha watu asaini mikataba anavyotaka yeye kunaweza kusababisha dunia ikatumbukia kwenye vita vya dunia, vile ambavyo amekuwa kimlaumu Zelensky ya kwamba Zelensky anataka aingize dunia katika vita vya 3, wakati yeye mwenyewe ndio mtu wa kwanza ambaye anapalilia vita hivyo kuweza kutokea. Isaya basi na Makelembe. Naam. Amani ni bora zaidi kuliko vita, lakini fahamu kwamba yule ni Mwajemi. Mwajemi anabaki kuwa Mwajemi. Ndio. Ameshatupa show kadhaa hapa katikati kuanzia mwaka 2025 mpaka sasa hivi. Show za kibabe. Yule ni Mwajemi, atabaki kuwa Mwajemi. Na sio mtu akucheka naye, na wala usione uko kimya hivyo, na maamuzi magumu. Ndio. Wakipandisha bendera nyekundu wakisema tunalipa kisasi, wanalipa kisasi kweli kweli. Wakisema tunaenda kulipa kisasi, usipigie, yani wanalipa kweli kweli kisasi. Sio watu yani sio watu wa michezo. Isaya Besi Makelembe. Naam. Mimi nikaongea sana, mwisho wa siku nikawachosha watu wanaonisikiliza. Lakini ifahamike ya kwamba safari Marekani ameingia pabaya. Sawa. Yani hamna sehemu ngumu kama Irani. Ni rahisi mno kutatua changamoto kati ya Marekani na China, lakini sio na Irani. Wale wamejitoa kafara, wako tayari kwa ajili ya jambo lolote. Mimi nikushukuru bwana. Asante sana.